na kiti chako kiko juu kuliko vitu vyote. Ni Bwana uliyeketi juu ya mlima mtakatifu. Jina lako ni Bwana. Nawe ni muumba wa vyote. Maana kabla vyote havijawepo Baba, wewe ulikuwepo. Wewe ni mwanzo na wewe ni mwisho. Wewe ni Alfa na Omega. Leo tena Bwana tuko mbele zako. Mawazo unayetuwazia ni mawazo mazuri, ya mwanzo mzuri na mwisho wa kueleweka. Na Bwana, leo tena tunajua ya kuwa leo tena utayafichua yale aliyejificha na kuyaondoa, tukizidi kurudi katika ile asili yetu ya kuumbwa. Na Baba wa rehema, utufungue Baba wa rehema, na tufikie ile hatima yetu ya kuumbwa Baba upya. Hatimaye Baba, tuanze kurithi yale yote mema uliyotuumbia Bwana. Na tukuza jina lako kwa ajili ya watakatifu wako waliopo katika eneo hili na wanayetufuatilia Bwana. Baba, nitumie kama chombo chako. Neno lako Baba likitoka lisirudi bure. Neno lako Baba irudi na afya mtu, irudi na hatua za mtu. Baba, iondoe roho zote chafu ndani ya watu wako. Na Baba, hatimaye wakirudi katika asili zao. Ninakushukuru ewe Roho Mtakatifu, maana ni nafsi ya Mungu watatu. Nawe utachukua nafasi yako na kutumia kinywa changu. Neno lako Baba liwe na nguvu. Eneo hili zidi kutakasika na izidi Baba kukomboa watu wengi duniani kote. Na katika jina la Yesu Kristo naomba, na mtu mmoja aseme amen. Jana tukafikia sura ya 43. Tuliona tayari vyakula waliyepewa zinakuwa zimekwisha sasa. Lakini inamlazimu mzee Yakobo awaambie watoto wake ya kuwa sasa wamchukue na Benjamini warudi wakanunue chakula, lakini wanabeba vizawadi. Wanabeba na fedha walizokuta wamerudishiwa kwenye vifuko vyao. Na wanapofika tayari tunaona ya kuwa wanaandaliwa chakula. Hebu tuendelee kwenye sura ya 44 tuone kinachoendelea. Lakini uwe na amani mtu wa Mungu. Wewe ni mbegu njema. Wote waliyempokea Kristo wamefanyika kuwa warithi pamoja na Wayahudi. Tunapompokea Kristo, basi zile baraka za wale watoto wa Ibrahimu, baraka Mungu alizomwahidi, zinakuwa ni sehemu ya maisha yetu. Ndio maana watu wa Mungu, mimi sitaki baraka za baba zangu na mama na bibi na kadhalika. Mimi baraka zangu ni baraka za Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Hizo ndio baraka zangu mimi. Lakini baraka hizo zinanifikia kupitia neno ambayo ni Kristo Yesu. Hebu tuende kwenye sura ya 44. Tuende kwenye sura ya 44, alafu tuone Yesu leo anataka tupeleke wapi. Mimi sijui Bwana anataka kufanya nini juu ya maisha yako leo, lakini Bwana atatoa neno litakaofungua maisha yako. Soma Biblia, uwe na amani, ule chakula chako na kushiba. Eneo hili tuliopo ni eneo salama sana. Eneo salama sana. Ukikanyaga tu eneo hili, basi unapona. Ukisikia tu sauti ya Bwana inayosema kupitia aliyesimama mbele yako, basi utapona. Na mwaka ndio umeanza. Tukielekea robo ya mwaka tunataka tuone Bwana ametupeleka wapi. Tukielekea kwenye nusu ya mwaka tunataka tuone Bwana ametupeleka wapi. Tukielekea robo tatu ya mwaka, Bwana ametufikisha wapi. Tukielekea mwisho wa mwaka, Bwana ametupeleka wapi. Hebu tuende kwenye sura ya 44 kitabu cha Mwanzo. Akamwamuru yule msimamizi wa nyumba yake akisema, jaza magunia ya watu hawa chakula kwa kadri wawezavyo kuchukua, utie na fedha ya kila mtu kinywani mwa gunia lake, na kikombe changu, kikombe kile cha fedha ukitie kinywani mwa gunia la yule mdogo, pamoja na fedha na nafaka yake. Akafanya kama vile alivyomwambia Yusufu. Asubuhi kulipopambazuka, hao watu wakapewa ruhusa wao na punda zao, na walipotoka mjini wala hawajaendelea sana, Yusufu akamwambia yule msimamizi wa nyumba yake, ondoka wafuate watu hawa,
Nao utakapowapata waambie, kwa nini mmelipa mabaya kwa mema? Je, kikombe hiki sicho aniacho Bwana wangu? Naye ufanya uaguzi kwa hicho. Mmefanya vibaya kwa kufanya hivi. Akawafuata akawapata na kuambia maneno hayo. Wakamwambia, kwa nini Bwana wangu anasema maneno kama haya? Hasha, watumwa wako asifanye hivi. Tazama, hizo fedha mzoziona kinywani mwa magunia yetu tumekuletea tena katika nchi ya Kanaani. Tuwezeje sisi kuiba nyumbani mwa bwana wako fedha na dhahabu? Atakayeonekana kuwa nacho miongoni mwa watumwa wako na afe, nasi tutakuwa watumwa wa bwana wangu. Umeona sasa? Kuna kosa kubwa sana ya kukimbia na kuapa ya kuwa ikipatikana na tufe. Unakumbuka kisa cha Raheli kuiba miungu ya baba yake, na Yakobo alisema maneno kama haya. Bila shaka pamoja na akupatikana Raheli, lakini huwezi kujua kilichochangia kifo cha Raheli wakati anajifungua. Kumbuka ya kuwa lisemwalo lipo na kama alipo laja. Raheli anamwambia Yakobo ya kuwa nipe watoto, usiponipa nafanya nini? Nasema hivi, tayari watu hao wanaapa ya kuwa hawawezi kuchukua, lakini kama ikipatikana basi mtu yeye anafanya nini? Na afe na wao wawe ni watumwa. Siku zote usifanye mchezo wa kujiaminisha kabisa na kuapa. Ndio maana Yesu alisemaje? Asiupo mtu akoapa juu ya mbingu, nchi, mji mtakatifu ama mji wa mfalme mkuu, wala hata juu ya nywele zako. Maana huwezi ukaongezea hata nywele moja katika kichwa chako. Nasema hivi, ndio yetu iwe ndio, hapana yetu iwe ni hapana. Lakini usijiaminishe na kuapa. Bado kuna watu wanaoendelea kuapa. Unapoapa, bila shaka wengi waliapa lakini hatimaye mabaya. Utaona sasa itapatikana, watasemaje? Ndio maana usisemee moyo kuhusu mtu mwingine. Hebu twende tuone mstari wa 10. Akasema, basi na iwe hivyo kama mlivyosema, mtu atakayeonekana kuwa nacho atakuwa mtumwa wangu, na nyinyi mtakuwa hamna hatia. Umeona, yeye anatengeneza vizuri. Si eti atakufa kama wao wanavyosema, Biblia kusema kuwa afe. Yeye anasema kuwa atakayeonekana na amepatikana na kikombe hicho, basi atakuwa mtumwa wake. Lakini lengo ni Benjamini afanye nini? Abaki. Lakini Yusufu anataka kuona kuwa je, watu hawa bado wana ile roho waliyekuwa nazo kipindi kile miaka kama 20 iliyopita? Lakini sasa kinachofanyika, Yusufu hapo, kumbuka na miaka mingapi? Ana miaka 39. Maana ameanza kazi akiwa na miaka 30. Na miaka 7 ya shibe imeshapita. Lakini hapa itakuwa ni miaka 2. Atakuwa nawaambia kwa bado miaka 5. Atakuwa na miaka 39. Lakini kumbuka alipokuwa anauzwa alikuwa na miaka mingapi? 17. So pata picha, anawaza ya kuwa zaidi ya miaka hii 20 watu hao wameshabadilika. Lakini watu hao tayari wameshabadilika. Maana kumbuka ya kuwa Yuda aliyetoa hoja ya kuuzwa Yusufu atakuwa tayari kusema kuwa bwana mdogo yule Benjamini aende, yeye abaki awe ndiye mtumwa. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende kwa jina la Yesu. Mstari wa 11. Wakafanya haraka, akashusha kila mtu gunia lake na kufungua kila mtu gunia lake, naye akatafuta, akaanza kwa mkubwa na Umeona sasa? Anajua kabisa kuwa yeye si ndiye aliweka. Anajua ya kuwa akianzia na mdogo inawezekana wakadhanishi suku, lakini anaanzia kwa mkubwa akijua kuwa mdogo ndiye atakaye kuwa wa 10. So hebu tuende kuone. Lakini wamesha hapa. Lakini huyu mtumishi wa Yusufu kasema kuwa hapana, atakayepatikana na hitaji kuja kufa, yeye atakuwa ni mtumwa wangu, atabaki. Nyinyi mtafanya nini? Mtaondoka. Kikombe kikaonekana katika gunia la Benjamini. Wakararua nguo zao, wakaweka kila mtu mzigo wake juu ya punda wake, wakarudi mjini. Kwa nini walirarua nguo? Kurarua nguo ilikuwa ni ishara ya
kujinyenyekea na kujiachilia. Mara nyingi, kwa mfano kule kwenye utakapoona kwenye kitabu cha Yona, wale wa Ninawi walichofanya kuvaa magunia, na inavyotokea jambo baya mtu anararua mavazi yake. Lakini kumbuka ya kuwa, kwa nini wararue mavazi yao? Kwa sababu kumbuka, mzee alisema mwanawe asishuke aende Misri. So ina maana tayari imeshasemekana kuwa itakayepatikana kwenye kapu lake afanye nini? Anabaki. Akishabaki, je, mzee yule afi? Hebu twende mstari wa 14. Akaja Yuda na ndugu zake nyumbani kwa Yusufu, naye mwenyewe alikuwamo, nao wakamwangukia kifudifudi. Yusufu akawaambia, ni tendo gani hili mlolitenda? Umeona tayari ile ndoto inaendelea kutimia. Ndoto ya wao kumwangukia inaendelea, lakini Yusufu anajua kabisa, bado hajajitambulisha kwao, lakini anawapeleka kwenye toba. Hatimaye sasa utaona akijitambulisha. Nasema hivi, watu wa Mungu, pata picha kwa watu watakavyojitambua ya kuwa ndio yeye. Ndio maana saa nyingine nafsi inaweza kusuta vibaya mno. Usimtendee mtu mabaya, tendea mtu kama wewe ungependa utendewe wewe. Naomba kabisa usimdharau mtu. Mimi nimeona watu waliodharauliwa wakiinuka na kuwa watu wakuu. Nimeona kabisa watu waliodharauliwa. Kwani wewe ulikuwa dharauliwi? Lakini siku naona kesho yako inapokuwa, kesho yako ni nzuri, jawahi kutokea. Wote watasali unakosali. Watasema kwa nasi tuende huko anakosali, maana huko ndiko alikobarikiwa, na sisi tubarikiwe. Bila shaka nafasi zao zitakuwepo. Kama itatulazimu tukae chini, wao wakae kwenye viti, tutawaachia wakae kwenye viti. Mstari wa 16. Yuda akasema, tumwambie nini bwana wangu? Tusemeje? Tujivutiaje haki? Mungu ameona uovu wa watumwa wako. Tazama, sisi ni watumwa wa bwana wangu, sisi na yeye ambaye kikombe kilionekana mkononi mwake. Akasema, hasha, nisifanye hivi. Mtu ambaye kikombe kilionekana mkononi mwake ndiye atakayekuwa mtumwa wangu, nani enendeni zenu kwa amani kwa baba yenu. Ndipo Yuda akamkaribia akasema, tafadhali bwana wangu, mtumwa wangu. Hebu ona sasa, ni Yuda ndiye aliyefanya Yakobo akubali Benjamin atoke. Maana Ruben aaminiki, lakini Yuda tayari anakushachukua nafasi ya kuwa msemaji wa familia. Yeye ndio anakuwa kama kiongozi. Umeona sasa hapa, anaamua sasa yeye ndio awe msemaji, aende mbele. Sikia jinsi atakavyoongea. Lakini hii swala la kumkingia kifua ndio kivuli cha wao kwenda kubaki na Yuda na kuwatengeneza taifa la Yuda. Yuda walikaa katikati, lakini walikaa pembeni mwa kabila la Benjamini. Lakini kabila la Benjamini wao hawakuendelea kuteka. So Wayuda wakaendelea kuteka mpaka wakawazunguka. So ina maana Yuda walikuwa wanawalinda wa Benjamini. Ndio maana yale makabila 10 yalipoasi na kutengeneza taifa la kaskazini ama la Israeli, basi Benjamini wakabaki na Yuda kutengeneza taifa la kusini. Lakini hebu tuende tuone Yuda yukoje. Yuda wewe bwana wangu. Mstari wa 19. Mstari wa 18. Ndipo Yuda akamkaribia akasema, tafadhali bwana wangu, mtumwa wako anasema neno moja masikioni mwa bwana wangu, wala hasira yako isimwage. Tayari hiyo ni neno la heshima, maana Ibrahim pale anapoongea na Bwana pamoja na wale malaika wawili, baada wao kutoka kwake, tayari wakiwa njiani wanaelekea Sodoma na Gomora. Maneno hayo Ibrahim aliongea na Bwana ya kuwa mtumwa wako na aseme nini? Neno moja. Umeona sasa? So Yuda tayari ameshaingia katika mfumo wa utii na ile lugha ya kimungu. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 19. Wewe bwana wangu ulituuliza watumwa wako ukisema, je, mnaye baba au ndugu? Tukakwambia, wewe bwana wangu, tunaye baba naye ni mzee,
na mwana uzee wake ni mdogo, na nduguye amekufa, amebaki yeye peke yake katika tumbo la mamaye, na baba yake anampenda. Ukatuambia watumwa wako, mleteni kwangu ili macho yangu yamwangalie. Tukakwambia, bwana wangu kijana hawezi kumwacha babaye, maana akimwacha babaye atakufa. Ukatuambia watumwa wako, asiposhuka ndugu yenu mdogo pamoja nanyi, hamtaniona uso wangu tena. Ikawa tulipokwenda kwa mtumwa wako baba yangu, tukamwarifu maneno yako bwana wangu. Kisha baba yetu akanena, rudini huko mkatunulie chakula kidogo. Tukasema, hatuwezi kwenda, ndugu yetu mdogo akiwapo pamoja nasi tutashuka, maana tutaweza kuona uso wa mtu huyo ndugu yetu mdogo asipokuwa pamoja nasi. Mtumwa wako baba yangu akatuambia, mnajua kuwa mke wangu alinizalia wana wawili. Mmoja alitoka kwangu, nikasema bila shaka ameraruriwa, wala sikumuona tangu hapo. Na mkiniondolea huyu naye, na madhara akimpata, mtashusha mvi zangu na msiba kaburini. Basi nikienda kwa mtumwa wako baba yangu, na huyu kijana hayupo pamoja nasi, iwapo roho yake imeshikamana na roho ya kijana, itakuwa atakapoona kwamba huyu kijana hayuko, atakufa, na watumwa wako atashusha mvi. Umeona, roho yake ilishikamana na roho ya kijana. Kwenye Biblia tukio kama hilo lipo. Roho ya Jonathan mwana wa Sauli, mfalme wa kwanza wa Israeli, ilishikamana na roho ya Daudi, na walipendana sana. Ndio maana tutakapofika kule kwenye vitabu vya Samueli wa pili, utaona pale anapokufa Jonathan pamoja na Sauli na wengine, Daudi atawalilia sana, lakini roho ya wawili wale walipatana. Ni jinsi ambayo, kumbuka, kwa ule upendo aliyekuwa amependa nayo mke wake Raheli, akaihamishia kwa Yusufu, sasa ilikuwa kwa Benjamin. Yamkini alikuwa anataka muachie baraka za mzaliwa wa kwanza, maana hata yeye mwenyewe si alikuwa mdogo, lakini akapata baraka za mzaliwa wa kwanza. Kwa maana mtumwa wako alijifanya mdhamini wa huyu kijana kwa baba yangu, nikisema, nisipomrudisha kwako nitakuwa na hatia kwa baba yangu siku zote. Basi sasa nakusihi uniache mimi mtumwa wako nikae badala huyo kijana kuwa mtumwa wa bwana wangu, na huyo kijana umwache aende pamoja na nduguze. Kwa maana nitazaje kumwendea baba yangu na huyo kijana hayuko pamoja nami, nisije nikaona mabaya atakayompata baba yangu. Umeona sasa, Yuda sasa anachukua nafasi yake kama kiongozi. Ni vizuri uchukue nafasi yako hata kama ni hatari. Maana swala la kuongea na Yusufu ilikuwa ni hatari kwake, ingeweza kumfanya hata afe. Lakini Yuda sasa amebadilika sasa, baada ya kuwa mapepe. Maana yeye ndiye aliyesema uzwe Yusufu, yeye ndiye aliyekwenda kule kwa Adulamu, kwa Mudulamu kule, yeye ndiye aliyekuwa wa kwanza kwenda huko. Lakini sasa maisha yameshampiga denge, maisha yamemtengeneza sasa. Amekuwa sasa Yuda kama kiongozi, anaongea maneno yanayoeleweka, anapanga maneno mazuri sasa mbele ya Yusufu kama kiongozi. Hebu tuendelee tuone ya kuwa itakuwaje. Lakini sasa tunakaribia Yusufu kujitambulisha mbele za ndugu yake. Sura 45 tuende tuone ya kuwa itakuwaje. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini maneno aliyoongea Yuda tayari yamegusa moyo wake nani? Moyo wake Yusufu. Lakini tayari kumbuke ya kuwa aliyekuwa mstari wa mbele auzwe alikuwa ni Yuda. Lakini Yusufu anapoona Yuda anapoongea, anaona kabisa kweli ndugu zangu hawa wamefanya nini? Wamebadilika. Kama wamebadilika, kuna nini tena? Hebu twende kwa jina la Yesu. Hapo Yusufu hakuweza kujizuia mbele yao wote waliosimama karibu naye. Akapiga kelele na kusema, muondoeni kila mtu mbele yangu. Wala hakusimama mtu pamoja naye Yusufu alipojitambulisha kwa nduguze. Akapaza sauti yake akalia, nao Misri wakasikia, watu wa nyumba ya Farao nao wakasikia. Yusufu akawaambia ndugu zake, mimi ndimi Yusufu, baba yangu angali hai bado. Wala ndugu zake hawakuweza kumjibu, maana aliingiwa na hofu mbele yake. Yusufu akawaambia ndugu zake, karibuni kwangu,
Basi wakakaribia, akasema, mimi ni Yusufu ndugu yenu ambaye mliniuza kwenda Misri. Hebu pata picha kwa watu hao. Hapo ndio sasa mioyo yao iliyeyuka, kwa sababu watakwenda kuambia baba yao nini sasa? Maana walishamwambia alishakufa, na wakampelekea na lile vazi lililochovwa kwenye damu. Sasa wana mtihani juu ya mtihani. Sasa unakwenda kumwambia baba yako nini sasa? Ndio maana hapo alipigwa na butwa. Umeruka maji, umedondokea kwenye matope. Sasa ndio patamu sasa. Bila shaka tayari nafsi zao zinawasuta. Kama ni somo, sasa somo limekamilika kwao. Maana mlikuwa mmesema kuwa tumuue tuone kama hizo ndoto zake zitafanya nini? Zitatimia. Lakini huwezi ukaua muota ndoto. Huwezi kumuua muota ndoto. Huwezi ukamuua muota ndoto. Kila aliyeota ndoto akamtumainia Bwana lazima itimie. Mimi niliota ndoto nikamtumainia Bwana, ndoto hizo naona zinatimia. Na wewe lazima. Kwa Yusufu sasa, watu hao wameshamuinamia zaidi ya mara kibao. Mara kadhaa wameshamuinamia, wameshaporomoka chini, wameshamuita hata mtumwa wetu wako baba yetu. Paka na Yakobo wote sasa. Jua limeshainama, mwezi imeshainama, nyota imeshainama. Nasema ya kuwa jua, mwezi na nyota zitakuinamia kwa jina la Yesu. Jua, mwezi na nyota uwe tayari zitakuinamia. Lakini zitakapokuinamia, utalia na wewe kama Yusufu alivyopiga kelele? Usipige kelele, maana ulishawasamehe. Lakini matendo waliyemtenda Yusufu yalikuwa makali mno. Maana kama miaka 30 ndio Yusufu anaanza kazi, hii miaka 13 watu wa Mungu haikuwa jambo jepesi. Miaka 13, yawezekana miaka kama 10 alikuwa ni mtumwa. Miaka kama 3 alikuwa ni mfungwa. Lakini unafungwa kwa sababu umesingiziwa. Na wewe bila shaka aliyekuwa anakula chakula kitamu ambacho alikuwa na kila Yakobo alikuwa ni Yusufu. Na alishatengwa hata kwenda kuchunga na ndugu zake, alikuwa endi tena. Lakini pata picha sasa, nafsi zao inawasutaje? Hebu twende tuone itakuwaje. Lakini Yusufu ameonyesha picha. Hii ni picha gani? Umeona jinsi ambayo wanakuwa hivyo, na jinsi ambayo watakwenda kuambia baba yao, na jinsi baba yao atashuka kwenye sura 46 na Yusufu kwenda kumlaki na kukutana nao. Inawakilisha Zakaria 13:6, ambao Kristo katika Ufunuo sura 19 atakavoshuka juu ya mawingu na kwenda kupigana vita vya kuokoa Wayahudi, vile vita vya Armageddon. Baada ya pale ataungana na ndugu zake. Kumbuka ya kuwa Yusufu ameungana na ndugu zake, lakini kwa nini analia? Hizo ndizo zile alama. Hizo ndio alama za maumivu alizopata kutoka kwa wale. So kwa Yesu ataona zile alama za misimari. So ina maana kulia yale kumbukumbu ya maumivu waliyemfanyia tayari ndio zitawakilisha alama za. Lakini hii ni picha kabisa ya Yesu kurudi katika kipindi kile cha mwisho cha dhiki kuu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende mstari wa 5. Basi sasa msihuzunike wala msiudhike nafsi zenu kwa kuniuza huku, maana Mungu alinipeleka mbele yenu kuhifadhi maisha ya watu. Umeona sasa? Mungu alimpeleka huko kuhifadhi maisha yao. Umeona sasa? Yesu naye, yeye naye alipotea, akaenda kuzimu kula kafa, na akafufuka ili ahifadhi nini? Maisha yetu. Akawa wa kwanza kufufuka na kuwa limbuko katika wale waliyekufa na kupata kuingia mbinguni. Ndio maana sasa mbinguni imefunguliwa hata sisi kupata kwenda kumlaki na kwenda naye, maana tayari yeye alishafanyika kuwa limbuko kwa sisi ambao tunatumainia kufanya nini? Kupata kurithi ule ufalme wa Mungu ama uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 6.
Maana miaka hii miwili njaa imekuwa katika nchi, na iko tena miaka 5 sio na kulima. Umeona sasa? Hiyo inaashiria kuwa ameanza kazi akiwa na miaka 30, na pale akatafsiri ndoto ya kuwa patakuwepo na miaka 7 ya shibe na miaka 7 ya njaa. Sasa miaka 7 ya shibe imeshapita, ina maana tayari miaka 2 ya njaa ndio imepita sasa. Sasa ukijumuisha miaka 2 na miaka 7, 9. Ukijumuisha na 30, ina maana kwa wakati huu Yusufu ana miaka sasa 30, lakini kumbuka alitoka kwao akiwa na miaka 17. Bwana Yesu asifiwe. Lakini anawaambia kuwa bado kuna miaka mingapi? 5. Ndio maana sasa hiyo inafanya Yakobo atahamia na familia yake yote wapi? Kule. Lakini pata picha jinsi Mungu anapofanya njia. Mungu hutumia mabaya kupigisha mtu hatua. Wokovu wetu unayeiona imekaa kwenye mtu kulia. Kuokolewa kwa wana wa Israeli na ile njaa ilikaa kwenye mtu kupelekwa utumwani. Mtu kutaka kufanywa mabaya na mke wa Potifa. Mtu kupelekwa gerezani. Mtu kutendewa mabaya yote. Lakini kumbuka ya kuwa baada ya hapo sasa wanakwenda kuishi vizuri sana. Watu wa Mungu, sehemu nzuri ilikuwa ni Goshen. Ilikuwa ni sehemu yenye mbolea. Ilikuwa ni sehemu ambayo kuna nyasi, alafu malisho, alafu pata picha ya kuwa ilikuwaje Farao akubali wale wafugaji wakae katika nchi ya Misri. Wa Misri walikuwa na dharau sana wafugaji. Lakini naomba nisikilize kwa makini hapa, kuna mambo ambayo Mungu anapotufunulia, ina maana Mungu anataka tuwe na kitu cha kuambia dunia. Watu wa Mungu, huyu Farao hakuwa na asili ya Misri. Huyu Farao alikuwa na asili ya Kanaani. Wakati huo katika mwaka 720 mpaka mwaka wa 600, kinachofuata ni kuna makabila yaliunganika kule katika Kanaani, inaitwa Syrio Canaanites. Walipoungana walishinda wa Misri, alafu wakaanza kutawala. Alafu kabila iliyepewa nafasi ilikuwa inaitwa Hyksos. Hyksos, Hyksos, ambao walikuwa ni wafugaji. So walipokuwepo pale, wao wakaingia katika ile mfumo wa kifarao na utawala. Lakini walitawala katika kipindi cha miaka 150. Baada ya hapo wa Misri walipata kuwapindua na kuwafukuza. Lakini kumbuka, hiyo ndiyo sasa chanzo cha kuletea Wayahudi sasa matatizo sasa, ili sasa wateswe, ili sasa maana na wameshakuwa wapate sasa kurudi katika nchi ile. Lakini kumbuka ya kuwa ilikuwaje huyu Farao akubali Yusufu ambayo ni mtu ambayo ni mfugaji ametoka Kanaani? Walikuwa wanaona kabisa ni wafugaji kama wao. Wa Misri hawezi kukubali mfugaji hata siku moja. Maana ng'ombe yenyewe unayemfuga kwao ni Mungu. Ng'ombe unayemfuga ni Mungu. Nenda Hindi uchezee ng'ombe, unapigwa vibaya mno, maana ng'ombe ni Mungu kwa Wahindi. Ndio maana kuna baadhi ya Wahindi hawali nini? Nyama. Wale baniani wale hawali nyama, kwa sababu watamlaje Mungu? Mungu ni kitoweo. Watu wa Mungu wetu wengine wanacheza wewe. Watu wengine wanacheza eti Mungu unaenda kumchunga huko malishoni wewe. Wengine wanabeba eti kama Mungu kumemkabeba Mungu. Umekabeba Mungu kabisa. Wewe Mungu. Watu bwana wamelewa, lakini wameleweshwa na shetani. Dunia hii imelewa, ina waya. Mungu unambeba kabisa, alafu namtengeneza na mchonga. Nasema hivi, weka hiyo vizuri. Lakini sasa walipokuja wa Misri kuchukua nafasi yao na kufanya mapinduzi na kuwaondoa wale wa Hyksos, na tayari wakarudi wao wenyewe, bila shaka wao wakaanza kwenda kinyume na nini? Na wale sasa wa Israeli sasa inageuka. Kwa nini waligeuka na kuwa watumwa? Tayari Mungu alishatengeneza taifa. Watu wa Mungu, taifa la Israeli haikuanzia Kanaani.
taifa la Israel inaanzia Misri. Taifa la Israel inaanzia wapi? Misri. Lakini walipokuwa taifa wameshakuwa wengi sasa, Mungu sasa kainua miiba sasa ambayo iwachomechome waanze kuchukia wapi? Maana ile Goshen ungetokaje? Goshen ungetokaje? Urudi kwenye huko uliko kimbia njaa. Hebu twende mstari wa 7. Mungu alinipeleka mbele yenu kuhifadhia masazo katika nchi na kuokoa ninyi kwa wokovu mkuu. Basi si ninyi mlionipeleka huku, ila Mungu, naye ameniweka kama baba kwa Farao na bwana katika nyumba yake yote na mtawala katika nchi yote ya Misri. Fanyeni haraka mwendee baba yangu mkamwambie, hivi ndivyo asemavyo mwanao Yusufu, Mungu ameniweka kuwa bwana katika Misri yote, basi unishukie usikawie. Nawe utakaa katika nchi ya Gosheni, utakuwa karibu nami, wewe na wanao na wana wanao na wanyama wako na ng'ombe zako na yote ulionayo. Nami nitakulisha huku, maana bado imesalia miaka 5 ya njaa, usije kaingia katika uhitaji, wewe na nyumba yako na yote ulionayo. Na tazama, macho yenu yanaona na macho ya ndugu yangu Benjamini, ya kwamba ni kinywa changu mimi kinachosema nanyi. Nanyi mtamwarifu baba yangu habari za fahari yangu yote katika Misri. Sasa wakati huo Yusufu sasa aongei Kimisri tena, anaongea sasa Kiebrania na wao sasa. Hii moja kwa moja inawahakikishia kuwa ndugu yao huyu tayari anataka kuwapa na magari ya kwenda kumbeba Yakobo. Hebu pata picha ya kwa Yakobo atafurahije. Yakobo atafurahi, maana hata Israeli itafanya nini? Israeli itafurahi wakati Kristo atakuja na kwenda kuleta ile utawala wao wa theokrasia wa utawala wa miaka 1000. Mkafanya haraka kumleta huku baba yangu. Akaanguka shingoni mwa ndugu yake Benjamini akalia. Benjamini naye akalia shingoni mwake, akawabusu ndugu zake wote akalia nao. Baada hayo nduguzo akazungumza naye. Habari ikasikika nyumbani mwa Farao kusema, ndugu zake Yusufu wamekuja. Ikawa vyema machoni pa Farao na machoni pa watumwa wake. Farao akamwambia Yusufu, waambie ndugu zako, fanyeni hivi: wachukuzeni mizigo ya nyama wenu, muondoke mwende nchi ya Kanani. Kisha mkamtwae baba yenu na watu wa nyumbani mwenu, mkanijie, nami nitawapa mema ya nchi ya Misri, nanyi mtakula unono wa nchi. Nawe umeamriwa, fanyeni hivi: jitwalie magari katika nchi ya Misri kwa watoto wenu wadogo na wake zenu, mkamchukue baba yenu. Hebu wana wanapewa na magari sasa. Wanapewa na magari sasa. Walikuwa mizigo ilikuwa inabebwa na punda, walikuwa na kanyaga wao. Sasa ipo magari sasa inatolewa. Nasema hivi, watu wa Mungu, tusione shida kuwafadhili na kuwasaidia wale ambao walikuwa kinyume nasi. Hata siku moja Mungu amekuinua, usiwasahau wale waliyekutendea mabaya. Mnunulie sukari, mnunulie nguo, msaidie. Akatae tu yeye kwa nafsi yake, lakini wewe mtendee mema kadri uwezavyo. Tulipe mabaya kwa mazuri, kama Bwana Yesu anavyosisitiza kwenye mafundisho yake ya Injili. Bwana Yesu asifiwe. Wala msivisumbukie vyombo vyenu, maana mema ya nchi yote ya Misri ni yenu. Ndivyo walivyofanya wana wa Israeli. Yusufu akawapa magari kama Farao alivyoamuru, akawapa na chakula cha njiani, akawapa kila mtu nguo za kubadili. Lakini Benjamini alimpa fedha 300 na mavazi 5 ya kubadili. Na babaye akampelekea kama hivi: punda 10 waliochukua mema Misri, na punda wake 10 waliochukua nafaka na mikate na chakula kwa babaye njiani. Wakaagana na ndugu zake wakaenda zao, naye akawaambia, msigombane njiani. Kwa nini asigombane njiani? Wasije wakalumana kwa wewe ndio uliyemuuza, wewe ndio uliyesema tumuuze, wewe ndio uliyesema hivi. Ndio maana naambia kwa na msigombane njiani. Lakini pata picha ya kuwa sasa walikuwa naongea mambo gani njiani wanakwenda rudi? Walikuwa wananyoshana kidole wakisema kwa Bwana, nasema hivi, tuwasamee mabaya wetu bure, tuachilie kabisa kutoka ndani ya mioyo yetu.
ili Bwana naye azidi kudumu ndani yetu. Watu wa Mungu, kama unashindwa kusamehe, basi bado ipo tatizo kwako. Yasamehe, wasamehe na kusahau yote mabaya uliyotendewa. Na ukisamehe mtu usirudie kutamka. Samehe na kusahau. Maana usiposamehe na Baba wa mbinguni hawezi kukusamehe. Na kama kuna dhambi ambayo imeshikilia sana watu waliookoka, ni dhambi ya kutokusamehe na kutokuachilia. Achilia nafasi ya kuwaza hayo, usiwe nayo. Waza neno la Mungu, waza mazuri. Na uwe ni mtu ambaye umejua uzuri wa Mungu ni kitu kimoja. Mungu anapomuona mtu aliyekosa, Mungu anatazama mazuri aliyetenda. Umejua wanadamu wanakuwa hivi. Yawezekana mtu katenda mazuri 9, lakini ubaya ni moja tu. Na ubaya moja ukafuta mazuri 9. Lakini Mungu yeye, yawezekana ukatenda mabaya 9, lakini anatafuta tu kamoja tu ulichotenda mema. Ndio nasema hivi, tuwe kama Baba yetu wa mbinguni. Tuwe na moyo wa huruma, tuwe na moyo wa upendo, tuwe na moyo wa utii. Watu wa Mungu, kila mwanadamu ni ndugu yako. Hao watu wote unaowaona duniani, haijalishi ngozi ya aina gani. Tukirudi nyuma tunamfikia Nuhu. Tukienda tena tukirudi tunakwenda tunamfikia nani? Wewe unajua kama sisi ni watoto wa Seti? Hujajuaga wewe? Wewe sio mtoto wa Kaini. Kama wewe ni mtoto wa Nuhu, wewe ni mtoto wa Ham mwana wa Nuhu. Wewe ni mtoto wa Kushi, alafu wewe ni mtoto wa Ham, alafu wewe ni mtoto wa Nuhu. Bila shaka kama ni mtoto wa Nuhu, wewe ni mtoto wa nani? Wa Lameki. Je, wewe sio mtoto wa Metusela? Wewe sio mtoto wa Yaredi? Wewe sio mtoto wa nani? Mahalaleli? Wewe sio mtoto wa Enosi? Je, wewe sio mtoto wa Seti? Na kama wewe ni mtoto wa Seti, basi wewe ni mtoto wa Adamu. Hebu kuulize, ni wapi ambao sisi tunatengana na ndugu zetu? Haya matengano shetani anaweka, lakini duniani inatakiwa tuishi kwa upendo, maana sisi wote ni wamoja. Maana tumeunganika kwa nani? Kwa Nuhu. Alafu Nuhu hakuwa na wake wengi. Nuhu alikuwa na mke. Adamu hakuwa na wake wengi. Adamu alikuwa na mke. Ndio maana nasema hivi, unavyoniona hivi, mimi ndugu yako kabisa, hujajua tu. Mimi ndugu yako wa damu hujajua tu. Ukimwona yule Mchina anapita, ni ndugu yako damu. Humhocha, ule ndugu yako kabisa. Ukimwona Muhindi, ndugu yako kabisa. Ukiona Mwarabu, ndugu yako kabisa. Maana Mwarabu ni mtoto wa Shem. Wa Palestina ni mtoto wa Misri. Misri na baba yetu ambayo ni Ham, wao walikuwa watoto wa baba yetu Kushi, pamoja na baba wa Palestina ambayo ni Misri. Walikuwa ni mtu na mdogo wake, baba yao akiwa ni Ham. So tunakuja tunaunganika kwa Nuhu. Nasema hivi, watu wa Mungu, yule mzungu yule ndugu yako wa damu kabisa. Damu yenu ni moja, maana imetokea kwa Nuhu. Damu yenu imetokea kwa Lameki. Damu yenu imetokea kwa Matusela. Damu yenu imetokea kwa Yaredi. Mimi ninafurahi Bwana, maana yule Yaredi aliyetembea na Mungu vizuri, baba yangu yule. Yaredi na Enoko. Enoko ndiye alitembea na Mungu miaka 360. Yule Enoko aliyetembea na Mungu kama ni baba yangu mimi, utaniambia nini? Yule Seti ambayo kwa kipindi chake alivyomzaa tu nani yule Enoshi, tayari watu wakaanza kuabudu sasa. Baba yangu yule. Kwa nini mimi nisifurahi? Mimi nipo kwenye agano la Nuhu pale Bwana, usiniambie kitu Bwana. Mtoto wa Nuhu mimi. Hujaelewa, ukisoma Biblia utaelewa. Tuambia shetani Bwana pisha. Kwa nini mimi na mzungu tukorofishane wakati sisi wote watoto wa Nuhu, watoto wa Adamu? Sisi wote watoto wa Seti.
Ni kwa sababu shetani haruhusu wachungaji watufundishe Biblia tujue. Hakuna haja ya nchi hizi kupigana. Yule Mrundi yule ni wewe ndugu, yule Msutu yule wewe ndugu yako kabisa, yule Muibo yule ndugu yako yule. Lakini sasa shetani ameleta tofauti, maana shetani ni bwana kuparanganyisha watu, ni bwana kuchonganisha watu. Nasema hivi watu wa Mungu, hebu tubadilishe mtazamo wetu. Unapomwona mwanadamu muone Mungu, maana Mungu akamfanya mwanadamu kwa mfano wake na kwa sura yake. Lakini watu wa Mungu, wote sisi ndugu moja, baba moja, mama na yule Mwaustralia ndio, na yule Palestina, yule Palestina ndio. Lakini nani anayetufundisha? Tukirudi kwenye Biblia, we are from the same place. Our origin is the same. We are from Noah and from Adam. So let no one cheat you. We are all blood relatives. We are all one thing. There should be no segregation between men and women. Haitakiwi kuwepo na ubaguzi wowote, maana watu wote ni ndugu. Lakini umeona, kuna mtu mwingine anaweza kujiona yeye ni superior. Anaweza kujiona yeye ana uwezo sana. Ana uwezo wakati wote tulikuwa tuko pale kwenye mnara. Tulikuwa kwenye mnara watu tunaongea lugha moja. Lugha ilikuwa moja. Wote tulikuwa chini ya Nimrod. Kama lugha yetu ilikuwa moja, tulijitengaje kilugha? Mungu alishuka akasema achafue lugha. Kuchafua lugha ilikuwa ndiyo imeleta hizi lugha zote. So kabla lugha haijachafuliwa tulikuwa tunaongea lugha moja wewe. Hakukuwa na kizungu wala nini, palikuwa na lugha moja. Nasema hivyo watu wa Mungu, hii iwe ni mtazamo mpya kukufanya wewe, kila Mtanzania awe ndugu yako. Kila mtu yote anayetaka katika nchi yote awe ni ndugu yako. Muone kama unamuona Mungu, maana ni mfano wa nani? Tukiishi watu wa Mungu hakuna kutendeana mabaya. Yule mume wako ama yule mtoto, yule mume wako ama mke wako yakwa darling bwana, wewe mtoto wa baba yangu na mama yangu, mama moja baba moja. Hebu pata picha, Ibrahim alikuwa anamchukuaje Sara, chukuliaje Sara? Mama akikaa vibaya, sister unasemaje sister? Vipi sister? Sis vipi? Mama akikaa vizuri, yes darling. Yote anapanda. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tuongeze na undugu. Kufahamiana tuongeze na undugu, maana we are blood relatives. Sisi ni ndugu wa kidamu kabisa. Mimi na wewe damu. Lakini shetani amefunga haya. Hakuna anayefundisha. Hebu nikuulize, kuna mahali mtu anafundisha hizi uzao na nini? Hawafundisha asema bwana achana nayo bwana. Achana na uzao. Lakini Mungu anasema kwenye kitabu cha Timotheo ya kuwa kila neno lenye pumzi ya Bwana lafaa kwa mafundisho na kwa maonyo na kuadabisha. Hebu twende mstari wa 25. Wakatoka Misri wakafika nchi ya Kanani kwa Yakobo baba yao, wakampasha habari akisema Yusufu angali hai, naye ndiye mtawala katika nchi yote ya Misri. Moyo wake ukazimia kwa sababu hakuwasadiki. Wakamwambia maneno yote ya Yusufu aliyoambia, na alipoona magari yaliyompeleka Yusufu ili kumchukua roho ya Yakobo baba yao ikafufuka, Israeli akasema, yatosha, Yusufu mwanangu angali hai, nitakwenda nionane naye kabla sijafa. Umeona sasa? Kilichofanya babu amini ni kitu kimoja. Kaona yale magari yapo yanataka kumbeba. Akasema bwana hawa hawana uwezo wa kununua magari. Hakukuwa na mtu hata mmoja aliyekuwa na gari kwenye familia ya wakina Yusufu. Lakini hebu pata picha. Mungu atakuinua juu.
Anapokuinua juu usisahau ndugu zako. Wape magari wapande kama una uwezo huo. Yusufu ametoa magari. Ilikuwa ni furaha gani na ajabu. Hebu pata picha, mtu ulishajua amekufa alafu anaonekana. Nasema hivi, jinsi ambao mzee Yakobo anafurahi, ndivyo Israeli itafurahi Yesu atakapokuja na kuwaokoa baada ya wao kuwa katika hali ya ile dhiki kuu na kuwa wanakaa kule nyikani tayari watakapoona Bwana amekuja, na wakiangalia kwenye mkono wake wanasema mkono wake ina alama za nini? Bila shaka atawaambia sasa nimewaletea kile mlichokuwa mnanidai. Na wakati huo ndio lile andiko linalosema kuwa Hosana Hosana, abarikiwe ajaye kwa jina la nani? Wakati huo ndio sasa atawaokoa, maana Hosana Hosana neno la Kiebrania linasema kuwa njoo tuokoe, njoo tuokoe. Ina maana wakati Yesu kuokoa ni wakati ule wa kurudi kwake mara ya pili, ambayo ukitumia lugha wanayotumia sana kwenye Biblia ya kuja mara ya pili, basi itakuwa ni kuja kwa Yesu mara ya ngapi? Mara ya tatu. Lakini kurudi mara ya ngapi? Mara ya pili. Kurudi mara ya kwanza atakanyaga ardhi hapa, ataishia kule katika anga. Lakini kuna uwezekano pia wale watakatifu tu ndio wakamuona, maana kufumba na kufumbua watavaa mwili wa kiroho usioonekana. Lakini kurudi mara ya pili itafanana na kupaa kwake mara ya pili. Maana Yesu alipaa mara ngapi? Mara mbili. Mara ya kwanza hakuonekana, maana asubuhi alipofufuka akaonekana pale na Maria Magdalena, akamwambia usiniguse, maana sijakwenda kwa Baba yangu naye ni Baba yenu, Mungu wangu naye ni Mungu wenu. Baada ya pale akasema nenda kaambie ndugu zangu ya kuwa nimefufuka. Naye Yesu akapaa juu, hakuna aliyemuona akipaa juu. Na wakati ule ambao watu walikuwa wanatikiza sadaka zile za nadhiri, maana Jumapili ya kwanza baada ya Pasaka ilikuwa ni siku ya nini? Ya kutoa sadaka ya nadhiri. Naye akaenda mbele ya Bwana kwenye hekalu la mbinguni akiwa na damu yake, akienda kutakaza hekalu la mbinguni ambayo dhambi ilianzia huko. Maana Lucifer alikuwa ndiye kuhani mkuu aliyekuwa anaongoza ibada kule mbinguni ya kumsifu Mungu. Maana mapenzi ya Mungu yanatimia hapa duniani kama yalivyo mbinguni. Ukiona ile hema ya makutano aliyejenga Musa na ile maskani ya Bwana ilikuwa inawakilisha hekalu la mbinguni vile vile. Ndio maana tuliona kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 11 ya kuwa katika hekalu ikaonekana ile sanduku la agano. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akaenda kujionyesha mbele ya Baba yake kama limbuko ya waliofufuka katika Kristo. Naye akawa kwanza kufufuka na kuingia mbinguni, ili awe ametufungulia njia, nasi tutakapokufa na kufufuka ama tutakapopaa juu, basi tuingie mbinguni. Lakini baada ya yeye kuwa ndio limbuko, baada ya yeye kuwa ni wa kwanza, naye jioni hiyo akawatokea nani? Anawatokea sasa watu wawili ambao ni Kleopa na mwenzake wakielekea Emao. Na hatimaye walipofika kule wakarudi mbio kuru Yerusalemu. Naye waliporudi mbio Yerusalemu na kuwapasha sauti wale ndugu ambao ni mitume waliyekuwa wamejifungia mahali wakiogopa kuja kutokuuawa, basi kilichofuata ni nini? Yesu naye wanapopasha wale watu habari ya kuwa Bwana amefufuka tayari, naye akajitokeza mbele yao akawaambia amani iwe pamoja nanyi. Nao akamwambia nawe pamoja nawe. Akawaambia nitazameni ni mimi mwenyewe. Haya ndio mambo niliyowaambia wakati bado nikiwa kule Galilaya, nanyi ya kuwa mwana wa Adamu atateswa, naye atakufa, naye siku ya tatu atafufuka. Umeona sasa kinachofanyika ya kuwa anapopaa juu mara ya kwanza siku ile alipofufuka hakuna naye muona, lakini siku 40 baadaye anapaa juu
juu ya mlima Mzaituni. Sasa watu 500 wako pale, wanamuona anapopaa juu, wakawa wamepiga magoti pale. Ndivyo kurudi kwa Yesu itakavyokuwa. Kurudi mara ya kwanza haitaonekana kwa watu wote. Kurudi mara ya pili itaonekana kwa watu wote. Kupaa mara ya kwanza haikuonekana kwa watu. Kupaa mara ya pili siku 40 baada ya kufufuka ilionekana kwa watu. Nisikie amina kubwa. Amen. Nisikie tena amina kubwa. Amen. Hebu twende kwa jina la Yesu. Akasafiri Israeli pamoja na yote aliyokuwa nayo, akaja Beersheba, akamchinjia sadaka Mungu wa Isaka babaye. Mungu akanena na Israeli katika ndoto ya usiku, akasema, Yakobo, Yakobo. Akasema, mimi hapa. Akasema, mimi ni Mungu, Mungu wa baba yako. Usiogope. Umeona sasa? Tayari Mungu anamtokea Yakobo ndotoni. Lakini sikia Mungu anasemaje? Mungu anamtokea. Anamtokea wapi? Kumbuka ya kuwa unaposikia Bethsheba ndiyo iliyekuwa makazi ya Ibrahimu ya mwisho, na ndiye iliyekuwa ni makazi ya nani? Makazi ya Isaka mpaka mwisho anapokufa. Bethsheba ilikuwa wapi? Bethsheba ilikuwa kule palipo kusini Gerari, mahali ambapo sura 20 Ibrahim anapokwenda kule kukaa Gerari, na mfalme Abimeleki kutaka anamchukua Sara. Kisha Mungu anaingilia katika ndoto. Lakini baadaye Abimeleki anamwendea Ibrahim kama Mungu alivyomwagiza amwendee nabii ambao ni Ibrahim. Anamuombea na nyumba yake wanakaa vizuri. Lakini baada ya pale, kumbuka ya kuwa inapofika sura ya 21 anazaliwa nani? Anazaliwa Isaka. Anapozaliwa Isaka, tayari Abimeleki anafuatilia maisha ya nani? Maisha ya Ibrahim. Anapoona yale mambo yote yanayofanyika, anaamua kuchukua Pikoli, yule mkuu wa jeshi, wanakwenda kupatana na nani? Na Ibrahim. Lakini wanafika pale katika nini? Katika kisima alichokichimba Ibrahim, na kumbe wale watu wa Filisti walikuwa wamefanya nini? Wameifukia ama wamemnyang'anya. Na baada ya pale tayari wanapatana. Lakini mapatano yale, Ibrahim anatoa wale kondoo jike 7 akisema watakuwa ni ushuda. Lakini kumbuka ya kuwa anapanda pale nini? Mkwaju, alafu anaita Beersheba maana yake ni nini? Ni kisima cha mapatano. Kisima cha mapatano. Bwana Yesu asifiwe. So pata picha kuwa Mungu baada ya pale Mungu aliongea na Ibrahim pale sura 26 mstari wa 22 mpaka 26. Mungu anaongea na Isaka tena pale. Lakini sasa Mungu anaongea na nani? Anaongea na Yakobo tena maneno yale. Anamkumbusha kuwa nitakuwa pamoja nawe. Umeona sasa Yakobo amekuwa mtu ambao yupo karibu na Mungu. Sasa umeona tayari Mungu amemwambia toka Pandaramu, rudi kwenye nchi ya baba zako. Lakini sasa Mungu anapotoka pale anaenda Misri, anapitia Beersheba pale, alafu anajenga madhabahu, anatoa na sadaka. Lakini usiku ule Bwana anamtokea, anaidhibitisha ile nini? Agano. Anadhibitisha agano gani? Agano katika sura ya 15 katika ndoto ya nani? Ndoto ya Ibrahim. Mungu anamwambia kwa uzao wako watakwenda Misri, nao watakaa miaka mingapi? 400. So Mungu anamwambia Yakobo ya kuwa nitashuka pamoja nawe. Sema Bwana ushuke pamoja nami. Bwana ushuke pamoja. Kuna watu wengi ambao anakoenda Mungu anabaki kanisani, anakoenda Mungu anabaki nyumbani kwake. Watu wa Mungu inatakiwa Mungu asibaki nyuma. Mungu asibaki nyuma. Popote pale uendapo, Mungu awe pamoja nawe. Mungu awe ni sehemu ya maisha yako. Na mtu wa Mungu kama Mungu atabaki nyuma, bila shaka nasema ya kuwa mabaya yanaweza kukupata. Hebu twende tuone kwa jina la Yesu.
Akasema, mimi ni Mungu, Mungu wa baba yako, usiogope kushuka mpaka Misri, maana nitakufanya uwe taifa kubwa huko. Mimi nitashuka pamoja nawe mpaka Misri, nami nitakupandisha tena bila shaka, na Yusufu ataweka mkono wake juu ya macho yako. Yakobo akaondoka kutoka Beersheba, wana wa Israeli wakamchukua baba yao na watoto wao wadogo. Alijiita yeye ni Mungu wa baba yako. Mungu wa baba yake. Hebu tuende tuone sehemu ambayo Mungu anajitambulisha. Yakobo akaondoka kutoka Beersheba, wana wa Israeli wakamchukua baba yao na watoto wao wadogo na wake zao katika magari aliyoyapeleka Farao ili kumchukua. Wakatoa wanyama wao na mali zao walizokuwa wamezipata katika nchi ya Kanaani, wakaja Misri, Yakobo na uzao wake wote pamoja naye. Hebu tuone Mungu wa Ibrahimu alijitambuaje, ili upate kitu cha maana hapo. Hebu tusome sura ya 10, mtu asome sura ya 17 mstari wa kwanza. Tuone Mungu anajitambulishaje. Tuone huyu Mungu wa baba yake nani, Yakobo, ambaye ni Mungu wa Ibrahimu na Isaka, anajiitaje? Yeye ni Mungu gani? Somo liyepata Mwanzo 17. Soma basi. Akasema Ibrahimu alipokuwa akasema Ibrahimu alipokuwa mtu wa miaka 99, Bwana akamtokea Ibrahimu akamwambia, mimi ni Mungu Mwenyezi, uende mbele yangu ukiwa mkamilifu. Umeona Ibrahimu anapofika miaka 99, anapofika miaka 99, Mungu anamtokea na kujitambulisha kwa jina tofauti. Mungu anajitambulisha kuwa yeye ni Mungu Mwenyezi. Kwa lugha ya Kiebrania, Mungu Mwenyezi ni El Shaddai. El Shaddai maana yake ni Mungu mwenye mamlaka na muweza wa yote. Hebu ona sasa, tayari ile agano ya Mungu pale alidhibitisha agano la sura 15, na anamhakikishia kuwa sasa mwakati kama huu unapata mtoto na utampa jina yake Isaka. Lakini hebu ona, huyo Mungu ndio anamtokea Yakobo na anajitambulisha kwa jina hilo. Watu wa Mungu, nitafundisha siku moja jinsi majina ya Mungu anapokuwa. Unaposoma pale kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 1, unaona Mungu anaitwa Mungu. Anasema Mungu kwa umoja. Mungu ina maana huyo ni Mungu Elohim. Elohim ina maana katika ile utatu mtakatifu, ambayo ni tatu kwa moja. Tutajifunza majina ya Mungu. Na hii El Shaddai ipo mara 48 kwenye Biblia. Mara 48. Na mara ya kwanza ipo kwenye hiyo sura ya 17 mstari wa kwanza. Ushike hiyo. Jina la El Shaddai ambayo ni Mungu Mwenyezi. Mara ya kwanza inatajwa kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 17, wakati Ibrahimu anakuwa na miaka 90 ngapi? 99. Tayari imebakisha mwaka moja tu ili afikishe mwaka 100 na apate mtoto wa ahadi. Hebu twende kwa jina la Yesu. Mstari wa 7. Wanawe na wanawe pamoja naye, binti zake na binti za wanawe, na uzao wake wote aliwaleta pamoja naye mpaka Misri. Haya ndiyo majina ya wana wa Israeli walioingia Misri: Yakobo na wanawe: Ruben mzaliwa wa kwanza wa Yakobo, na wana wa Ruben Hanoki na Paru na Hezron na Karmi. Na wana Simeoni Yemueli, Yamini, Ohadi na Yakini na Sohari na Shauri mwana mwanamke Mkanani. Na wana wa Lawi Geshoni na Kohathi na Merari. Na wana wa Yuda Eri na Onani na Shera na Peresi na Zela. Lakini Eri na Onani walikufa katika nchi ya Kanaani. Na wana wa Peresi ni Hezroni na Hamuli. Na wana Isakari Tola na Puva na Yashubu na Shimron. Na wana Zabuloni Seredi, Eloni na Yaleeli.
Hao ndio wana wa Lea aliyomzalia Yakobo katika Padani Aram, na Dina binti yake. Nafsi zote za wanaye na binti zake walikuwa 33. Na wana wa Gadi, Sefoni na Hagi na Shuni na Esboni na Eri na Arodi na Areli. Na wana wa Asheri, Imna na Ishva na Ishvi na Beria na Sera umbulao. Na wana wa Beria ni Heberi, Malkieli. Hao ndio wana wa Zilpa ambaye Labani alimpa Lea binti yake, naye akamzalia Yakobo nafsi 16. Wana wa Raheli mkewe Yakobo, Yusufu na Benjamin. Walizaliwa kwake Yusufu katika nchi ya Misri. Manase na Efraim aliomzalia Asnathi binti Potifera kuhani wa Oni. Na wana wa Benjamin, Bela na Bekeri na Ashbeli na Gera na Amani na Ehi na Roshi na Puhimu na Hupimu na Ardi. Hao ndio wana wa Raheli aliomzalia Yakobo, nafsi zote walikuwa 14. Na wana wa Dani, Hushim. Na wana wa Naftali, Yaseeli na Guni na Yeseli na Shilemu. Hao ndio wana wa Bilha ambaye Labani alimpa Raheli binti yake, naye akamzalia Yakobo. Hao nafsi zote walikuwa 7. Nafsi zote waliokuja pamoja na Yakobo mpaka Misri waliotoka viunoni mwake bila wake za wanaye Yakobo, nafsi zote walikuwa 66. Na wana wa Yusufu aliozaliwa katika Misri walikuwa nafsi 2. Nafsi zote za nyumba ya Yakobo waliingia Misri walikuwa 70. Walikuwaje 70? Tayari ukimwacha Yakobo wake hawakuhesabiwa. Wanawake walikuwa wafanywaji hawahesabiwi. Ina maana Lea kwake imetokea watoto 36. Kwa Raheli imetokea 14. Umeona sasa? So ukijumuisha unapata watoto 66. Lakini ukijumuisha na Yakobo inakuwa 67. Ukijumuisha na Yusufu inakuwa 68. Ukijumuisha na Manase pamoja na Efraim inakuwa mtu 70. Lakini ukienda kwenye ile Matendo ya Mitume sura ya 7, wakati yule aliyeitwa nani, yule aliyeitwa Stefano alipokuwa anatiririka akiyataja, yeye alitaja ya kuwa watu walioingia Misri walikuwa watu 75. Kwa nini 75? Watoto 2 walikuwa ni wa Manase na watoto 3 walikuwa ni wa Efraim. 5 ukijumuisha na 70 inakuwa 75. 66 unajumuisha Yakobo, unajumuisha Yusufu, unajumuisha na watoto wa Yusufu 2, unapata 70. Ndio maana hawa 70 wakatengeneza misingi ya nini? Misingi ya taifa la Israeli. Ndio maana Musa aliposema ya kuwa ile mzigo ni mkubwa kwake, anamwambia Bwana ya kuwa ulinifanya iweje mpaka nitwike huu mzigo, sikutunga ujauzito. Musa saa nyingine alikuwa anagafilika mpaka anaongea maneno machungu kweli kweli. Walikuwa Wayahudi ni watu wenye shingo ngumu, watu watesaji sana. Walimtesa yule babu mpaka anamuuliza Mungu ya kuwa umenitwika mzigo huu, nilitunga mimba zao. Lakini Mungu akaona ule mzigo akamwambia kwa chagua watu 70 inawakilisha 70 ambayo ilitengeneza wale 70 waliotengeneza ile taifa. Baada ya miaka 400 tayari 430 walikuwa watu zaidi ya milioni 3, kwa sababu walipelekwa kuishi Gosheni. Gosheni ilikuwa ni sehemu ambao wametengwa, ilikuwa sehemu yenye rutuba sana, na ilikuwa ni sehemu ambayo iliwafanya wanawili sana, maana mifugo haikukosa malisho. Na maana wakawa sasa sio watu wa kuhangaika tena, wakawa watu wa kukaa sehemu moja na wakurithika na maisha, na wakanawiri sana, maana wa Misri walikuwa wanajitenga na watu wengine kabisa. Lakini wangebaki kule Kanaani wangepotea kabisa, maana unajua kina Yuda ndio alishapotelea kule. Lakini mimi nimefurahi maana Yuda akumsaliti yule mkamwana sijui Mkanani yule, akumsaliti, alimweka kwa pani moja kwa moja. Alimweka kwa pani moja kwa moja, kaondoka naye. Hapo alitenda vizuri, akutenda vizuri. Maana Tamari hakuhangaika tena. Amina.
hangaika nini wakati pale ndio ukoo wake? Alishahamia, alishanunua, alishahamia huko. Alishabadilisha makazi yake na ndugu zake. Hebu tumalize ili nimshukuru Mungu. Yakobo akampeleka Yuda mbele yake kwa Yusufu ili amuongoze njia mpaka Gosheni. Wakaja mpaka nchi ya Gosheni. Yusufu akatandika gari lake, akapanda kwenda kumlaki Israeli. Umeona sasa tayari Yuda ameshachukua nafasi kama kiongozi Yusufu anavyokosekana. Umeona Yakobo anampeleka aende kwa Yusufu, alafu tayari yeye ndiye anayepanga ya kuwa Yuda ndiye apange ya kuwa anaelekea wapi Yakobo na jamii yake, maana watu 70 pia si watu wachache. Maana walikuwa na vitu vyao. Ilikuwa ni msafara mkubwa kweli. Akajionyesha kwake, akamwangukia shingoni, akalia shingoni mwake kitambo kizima. Israeli akamwambia Yusufu, na nipe sasa, kwa kuwa nimekuona uso wako ya kuwa ungali hai. Yusufu akaambia ndugu zake na watu wa nyumbani mwa baba yake, nitapanda mimi nimpashe Farao habari, nitamwambia ndugu zangu na watu wa nyumbani mwa baba yangu waliokuwa katika nchi ya Kanaani wamenijia, na watu hao ni wachungaji, maana amekuwa watu wa kuchunga wanyama, nao wameleta kondoo zao na ng'ombe zao na yote walionayo. Itakuwa Farao atakapowaita na kuwauliza, kazi yenu ni nini? Semeni, watumwa wako tumekuwa wachunga wanyama tangu jana wetu, na hata leo sisi na baba zetu, mpate kukaa katika nchi ya Gosheni, maana kila mchunga wanyama ni chukizo kwa Wamisri. Umeona, kila mchunga wanyama alikuwa ni chukizo, maana ng'ombe walikuwa ni miungu ya Wamisri. So wewe unachunga Mungu wao, lazima wakuchukie. Lakini wanapata kibali kwa sababu ya Mungu. Lakini Mungu atakavyowafanikisha na kuwawezesha kuwa taifa sasa, Mungu ataamua sasa ainue sasa ile uhasama ambayo itawafanya sasa watamani sasa kufanya nini? Kuondoka. Lakini nasema hivi, Mungu anafikisha familia ya Yakobo Misri sasa. Mungu anawaahidi atakuwa pamoja na wao. Lakini sasa tayari watu wa Mungu, taifa la Israeli nataka kuanzia hapo. Inaanzia sasa hapo kutengenezwa hiyo taifa. Na mimi nitaishia hapo. Kuna mambo mengi umejifunza. Bila shaka jambo la kwanza la kujifunza ni isije ikawa Mungu amekupa watoto alafu ikatokea mmoja unamdharau tangu akiwa mdogo. Huyo aliyemdharau yawezekana yeye ndiye amebeba nembo ya familia. Yeye ndiye amebeba wokovu wa familia. Yawezekana wanafamilia wakamdharau mmoja kati yao, kama Yusufu alivyodharauliwa. Lakini kumbe Yusufu ndiye Mungu alimweka kwa ajili ya kukombolewa wao. Yawezekana wewe ndio wa kukomboa familia yako. Tupate picha kuwa Yusufu angekuwa na mbibu binafsi, angeuchuna je? Usichune watu wa Mungu. Mungu amekuinua, tafuta ndugu zako, patana na wao. Bila shaka utakachowapa wale watu, bila shaka hakuna jinsi ambao wangemkwepa Yusufu. Ili ule miaka 5 ijayo lazima Yusufu afanye nini? Yusufu acheke. Maana ukimwendea Farao na kuambia kwa neno la nani? Neno la Mwebrania. So Mwebrania kawa naongoza nchi ya Misri. Yawezekana mambo yasiyowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Jipe moyo mkuu mtu wa Mungu ya kuwa yawezekana ukajidharau ukaona wewe uwezi. Yusufu akusoma. Angesoma saa ngapi wakati miaka 17 si bado mtu bado inatakiwa aende shule. Lakini 17 hiyo tayari yeye na kazi na yeye kule kwa Potifa. Nasema hivi watu wa Mungu. Mungu anataka kutuinua sasa hivi. Anataka kutuinua tuende katika hatima ya maisha yetu. Lakini kila mtu atakavyoinuliwa, ukumbuke kuchukua nafasi yako. Mungu amekubariki, kuna wale wa kusomesha, kuna wale wa kufanya wale, kuna wale wa kufanya nini, kuna wale wa kuhakikisha wapate malisho, wapate malezi, wapate kila kitu. Na watu wa Mungu, moyo wa upendo tuwe nayo. Yusufu ameonyesha picha mzuri ya kusamehe. Wasamehe na bila shaka wainue juu. Tupende kuinua ndugu zetu. Maana watu wa Mungu, hata hao ndugu zako yawezekana ya kuwa shetani ndiye alikuwa anawafanya wakuchukie. Kwani Yusufu
Shetani si ndiye alikuwa anataka Yusufu afe ili wana wa Israeli wapotee kule Kanaani. Nani mwenye swali kabla sijamshukuru Mungu? Nani mwenye swali kabla sijamshukuru Mungu? Rangi watu wa Mungu inatokana na maeneo, geographical feature. Sisi tunakuwa weusi kwa sababu ya tropical nini, ya cancer. Sasa waliopo katika eneo la tropical, kutokana na hali ya hewa, ndiyo inayefanya watu wawe weusi. Kwani wale wa Afrika waliotoka hapa wakaenda kwenye mazingira kule wenzetu sio weupe? Duniani hakuna mtu mweusi, sisi wote ni weupe. Kwani ukipaka baadhi ya vya kupaka huwi mweupe, hata kama ulikuwa mweusi namna gani. Hata kama ulikuwa mweusi kama speaker hiyo unavyoona, unakuwa mweupe kama mzungu. Kwani wewe unaonaje watu walikuwa weusi sana? Mbona wanabadilika? Mimi nimewahi kuona mtu aliyekuwa mweusi sana amepaka vya kupaka, amekuwa mweupe mpaka na huwezi kumkumbuka. Huwezi ukawa mweusi. Hakuna mweupe anayeweza kuwa nani? Lakini mweusi anaweza kuwa mweupe. Na maana wote hatukuaga weusi, wote tulikuaga weupe. Na ukitaka kwenda kwenye upe unaenda unaenda. So kinachofanyika mama Patwa ni mazingira ndio yanayofanya hivyo. Lakini kuna wakati mazingira mazuri yanafanya watu wanakuwa weupe. Lakini mimi najua kabisa sisi wote, hakuna mtu mweusi. Nimewahi kuona mtu mweusi hajawahi kutokea, lakini baada ya muda mtu huyo alikuwa mweupe. Angalia hata waimbaji wa gospel walipokuwa wanaanza kuimba, sio nawajua, mimi nilikuwa naona wengine mwaka wa 2000 ndio wanaanza kuimba, walikuwaje weusi hao waimbaji wa gospel tuliyekuwa nayo kwetu hapa Tanzania. Sasa hivi sio weupe wote, wazungulu sasa hivi wazungulu sasa hivi. Ndio maana sisi wote ni weupe, na hii inatokana na mazingira ya maeneo. Bwana Yesu asifiwe. Wewe wenyewe mbona naona umeanza kuwa mweupe? Mwenyewe umeanza kuwa mweupe sasa hivi. Hakuna mweusi. Nani mwingine mwenye swali? Costa swali. Mimi nataka nijue tu kuhusu mamake Yusuf. Na maana wakati anakufa Yusuf alikuwa ameshaenda utekani? Hapana. Yusuf alikuwepo, maana kumbuka ya kuwa Yusuf anaenda matekani ama utumwani katika sura 37. Lakini kumbuka tayari anapoenda utumwani tayari wameshakwenda wamekaa Bethel. Lakini kumbuka ya kuwa wanapotoka kule Sakoth ama Sekem, tayari Mungu amemwagiza Yakobo ya kuwa arudi kule Betheli. Tayari wanapokuwa njiani wanarudi Betheli, sura ya 35. Wakati huo Raheli ama mama yake Yusuf alikuwa mjamzito, anajifungua, lakini anakufa wakiwa njiani. Anazikwa pale Efrata ambayo inaitwa Bethlehem. So alikufa kabla Yusufu hajafanya nini? Hajaenda utumwani. Ndugu yake anazaliwa yupo. Anazaliwa yupo. Ingawa bado alikuwa ni mdogo. Mdogo wake anazaliwa alikuwepo. Na baada ya mama yake kufa, ule upendo ambao Yakobo alikuwa nayo kwa mama yake Yusufu ndio aliyehamisha kwa Yusufu. Sasa kana anampenda Yusufu. Lakini Yusufu naye walipomuuza akapotea, alipoona wanasema Yusufu amekufa naye akamini amekufa, ule upendo ndio aliyeamua kujiambatanisha nafsi yake na nafsi ya Benjamin. Bila shaka Yusufu asingeonekana milele, na maana
ile haki ya mzaliwa wa kwanza ambayo Yusufu alitakiwa kuchukua, Benjamini angefanya nini? Ndiye angechukua. Bwana Yesu asifiwe. Nani mwingine mwenye swali? Nauliza, naona hapa kwenye Agano la Kale walikuwa wanaota ndoto. Sasa wakiota ndoto Mungu anawaita kabisa. Kama hapo unasikia kabisa wakiitwa anasema mimi hapa. Sasa hapa nilikuwa nataka nijue sisi wa sasa hivi je, inakuaje? Afu kwa nini walikuwa wakiitwa na Mungu anasema mimi hapa? Bila shaka sasa hivi ukoitwa, ukikaa vizuri na Mungu kwenye ndoto utasema wewe hapa. Maana hiyo ni ndoto. Ukiitwa na Mungu kwenye ndoto ukikaa vizuri naye, bila shaka utasema wewe hapa, mimi hapa. Na utaongea naye kabisa pasipo kujua kabisa unaongea na Mungu. Utakapokuja baadaye ukitafsiri utajua ulikuwa unaongea na Mungu. Kwani mimi sauti ile niambia kwa wewe utatumia hicho, na naye tumia. Ile sauti ilikuwa ya nani? Niliposema pale anasema utaitumia. Akaniambia unaambiwa. Ikasema wewe utatumia hicho. Na mwingine atakayetumia hicho ni huyu hapa. Ageuka nikaona kivuli tu hivi. Alafu tap nikatoka kwenye usingizi. Ilikuwa sauti ya nani? Ilikuwa sauti ya Mungu. Na kwenye ndoto utaweza kuongea naye vizuri mno kama walivyokuwa naongea naye. Sema sasa hivi tutarudi kabisa mpaka kufikia haya kwenye Biblia inatakiwa iwe maisha yetu. Waliopindisha wote tunatoka huko walikopindisha, watabaki na wale ambao wamepindisha maisha yao. Lakini sisi tunarudi kwenye Biblia. Ndio maana ndoto tutakazoota ni ndoto za wakati ujao, sio ndoto ambazo zinatimia wakati huo. Tutaota ndoto ambayo inaelezea kama mapenzi ya Mungu yalivyokuwa kwenye Biblia kuhusu ndoto. Ndoto inatakiwa iwe ni taswira na mwongozo ya mambo yajayo katika maisha yako. Maonyo ama tahadhari ama mwongozo. Lakini ndoto unazoota wewe ndoto za ajabu ajabu, yani kwa sababu wewe mwenyewe shetani amekuwa akitawala ndoto zako. Lakini sasa hivi naamini ndoto zetu Bwana ameanza kuzitawala. Mimi za kwangu Mungu ameanza kutawala. Je, za kwako? Njoo chini ya msalaba kama bado hazijawa clear. Kama hazijawa clear, njoo chini ya msalaba wa Yesu pale. Tutafute ndoto zako. Nina wakati mzuri sana kwenye usingizi. Kuna wimbo tamu unaimba kabisa ndotoni. Mchungaji mimi lakini kabla tusijakuwa naota ndoto za ajabu, nilikuwa naota kabisa nimetoa kichwa nikakiweka hapo pembeni nikakinywa hapo nikakirudisha. Hazo alikuwa ni ndoto za mauzauza. Kwa utatoaje kichwa unyona na kurudisha? Ndoto za mauzauza hayo. Walikuwa wanakutumiaga Epafra, maana wewe si walisemaga walikuchukua tangu ukiwa mdogo? Si yeye walisemaga, si wewe ndio waliota ndoto ya kuwa unaona kabisa pembe linatoka alafu naambiwa kwa hii iliwekwa hapa tangu dala hizi tangu ukiwa mdogo. So wewe ulikuwa unaota ndoto hizo za mauzauza, wao ndio walikuwa wanatawala. Amina. Maana unajiona wewe kumbe ni mwingine anayetoa. Maana ukishagusa nywele umegusa akili ama nyota. So wewe ulikuwa unajiona wewe kama kuna mtu ambaye niliwahi kumtafsiria ndoto ajabu ni huyu bwana. Huyu bwana aliwahi kuja akaniambia, mchungaji, kipindi cha ujinga tulikuwa tunajua kuwa ukiota ndoto yote unakula ni sumu. Sasa huyu bwana akaja akaniambia, mchungaji, nimeota ndoto, lakini kwenye ndoto mimi nikaandaa mwenyewe, nikaroast mwenyewe, nikala. Mchungaji, ina ubaya gani? Nikamkazia macho, nikamwambia, bwana, naonyesho ya kuwa ulijiona ni wewe ulikuwa unapika, lakini kuna aliyekuvaa ili uamini ule chakula hicho. Niliposema tu hivyo kapagaa pale chini. So kama niliwahi kutafsiria ndoto kama hiyo alafu kapagaa kadondoka, basi hata hiyo liona kuwa umetoa kichwa, ni mwingine aliyetoa kichwa akainyoa alafu akarudisha. Tayari ameshachukua nywele zake, maana akili ni nini? Ni nywele, na kila moja na za kwake. So akainyoa vizuri akarudisha kichwa, lakini nywele akafanya nini? Akawa nayo. Leo nywele zitarudi kwa jina la Yesu. Zilizonyolewa hizo leo zitarudi hizo nywele, maana nywele ni akili.
Waswahili wanasemaga akili ni nywele na kila mtu anaza kwake. Nani mwingine? Sasa mimi naamka usingizini. Sio nataka kuamka usingizini. Utaki kuamka? Yaani basi ukichungulia disali imepita umeamka tena unalala tena hivyo hivyo. Leo utalala vizuri, tunataka kufanyia kazi. Kwa nini usilale? Imeandikwa nanyi mtalala nao usingizeni itakuwa nini? Kama ya watoto. Nikipata hela, yani lazima nipeleke kwake. Ndio mganga alikuwa ananiambia mimi nina nyota ya utawala. Yaani ni kwa sababu nimekuwa mwanamke, lakini ningekuwa mwanaume mimi ndio ningetawala katika ukoo wetu. Alikuwa ananiambia hivyo. Huyo alibakisha kweli kitu. Bila shaka leo lazima arudishe utawala. Haijalishi wewe ni mwanamke, hiyo zama za sijui lazima hiyo iliishia kwa Waisraeli bwana. Sasa hivi mtoto wa kike anaweza kawa ni mzee wa ukoo. Anaweza kawa mpaka na waziri mkuu, anaweza kawa na rais. Je, Bill Clinton juzi hajagombea? Amegombea. Yule Mama Johnson sijui nini kule na Liberia kuwa rais. Tunataka leo tuilete. Leo ipo inatakiwa iije leo ili urudi kwenye asili yako. Leo tunarudi. Mimi hadi leo nilijiuliza kitu kimoja. Kuna kaka mmoja Arusha ananiambiaje? Yuko wewe ni mbunge kabisa. Sasa bibi anaondoka Arusha ananiambia wewe mheshimiwa. Na kuna mama na baba pia akaniambiaje baba mmoja yani mwanangu leo umependeza hadi kaa uko bungeni. Na toka nikiwa mdogo mimi nakuta mwalimu ananiambia wewe nataka uwe classmate. Unakuta au niongeze kitu fulani hiyo ni shuleni au wapi. Kwa mimi mpaka namaliza hadi form 6 mimi nakuwa classmate. Yaani momsete na hicho nani na ilienda wapi? Sije na watu akaniomba yaani nataka nikasemaje huyu mlanji. Kwa nini ananiambia hivi? Akiniona mheshimiwa. Bwana Yesu asifiwe. Bila shaka hivi vipindi ambao tunapitia kuhusu Yusufu ni vipindi vya kukupeleka kwenye hatua zako. Amina. Nimeona mkono huko nyuma, sema haraka ili niombe. Sasa mimi leo sijaelewa. Yaani tuongee kitandani tu kumba macho na mula. Na hata mimi nikikae hivi namuona kabisa. Yaani mbona nienda kabisa mbele Mungu wote kutoka. Nilipotoka pale kwako saa hizo kaniambia nje nifanyie kazi. Yaani sasa nikasikia wewe lazima tutakuwa lazima tutakuwa sijipa Wewe sikia haya ambayo Bwana anasema kupitia mimi hapa. So hayo mbona unachukulia kwa makini? Haya ambayo yako unatoka madhabahuni hapa chukulia kwa makini. Utakufaje wakati wewe uko katika Kristo? Bwana yuko pamoja nawe. Acha kusikiliza watu waliyekufa. Watu waliyekufa wameshafanya nini? Wameshatangulia mbele ya haki. Wabebe mizigo yako yenyewe. Mizigo yao wenyewe. Mimi angeniambia mambo kama hayo ningemjibu vizuri mno. Acha uoga bwana. Wenye haki wa Bwana ni majasiri kama simba. Kama yeye anakuambia utakufa alafu unaamini alafu inafanya moyo upepee. Je, haya ambayo anakuambia hapa mbona yapokea alafu ikupe furaha? Yapokee haya kupe furaha. Mimi naamini kabisa hakuna atakaye kufa kabla ya wakati wake. Amen. Kama unataka kufa basi wewe tu, lakini mimi najua hakuna atakaye kufa kabla ya wakati wake. Na haya naye kupa ni uzima na ukweli. So kama ni uzima na ukweli wao alishakufa. Yeye alishakufa. Hakuna mtu anayokufa na wale hai. Na hao wanayevaa sura yake hakuna mahusiano kati yako na mashangazi. Wewe una undugu na mashangazi. Wewe una undugu na Yesu. Wewe una ndugu na Yakobo. Wewe una ndugu na Isaka na Ibrahimu. Wewe sio wa ukoo wako tena. Itambue haki yako. Haki kuongoze. Ninaona mkono hapo mmoja. Sema haraka kama kuna mkono. Ananishangaa nasema una watoto nasema ina watoto watatu doka na India na Karaja. Yaani kama mwezi na mwezi mdogo sana. Hapo ndio tulitoka tulipata shamba la cabbage.
Lakini kabeji limestawi sana, inaweza kufunga, inafunga vizuri. Ndoto nzuri hiyo. Bila shaka kuna mwaka huu Mungu atafanya njia pasipokuwa na njia, nawe utastawi. Maana mambo huanzia katika ulimwengu wa kiroho ambao ni ndoto, kisha hujiria katika ulimwengu wa kawaida. Na watoto wako Mungu atawalinda. Uwe na amani. Nani mwingine? Si mpaka uwe na cha kuota. Hata mimi si ati naota kila siku. Kama kuna cha kuota utaota. Usiingiwe na hofu. Wewe mshukuru Bwana. Kama kuna cha kuota utaota. Na mimi kuna wakati wa ukame. Kuna wakati mimi naweza nikamaliza siku nyingi sijafanya nini? Sijaota. Kinachotakiwa ni usingizi uwe mzuri. Sasa hivi tunapoendelea mbele za Bwana, uwe na amani. Naomba sasa. Baba, nashukuru jina lako kwa wema wako na utukufu wako. Umekuwa mwema kwetu hata siku ya leo Bwana, tumesikia kutoka kwako. Na Baba muweza wa yote, neno lako limepita Baba wa rehema katikati ya watu wako. Neno ni wewe na wewe ni neno. Tumeona jinsi ambayo hatimaye Baba wa rehema Yusufu anajitambulisha mbele za ndugu zake. Baba wa rehema, ilikuwa ni jambo gumu sana. Lakini Bwana, hatimaye Baba wa rehema anawatendea ndugu zake mema. Mtu huyu Baba wa rehema leo ninamtambulisha kwenye ukoo wake kwa jina la Yesu. Ninamtambulisha katika taifa lake kwa jina la Yesu. Mkoa wake, wilaya, Baba tarafa, Baba wa rehema kijiji na mtaa. Ninamtambulisha katika ukoo wa baba na wa mama. Jinsi ambayo Baba wa rehema ukamtambulisha Yusufu kwa ndugu zake. Baba wa rehema, na ndoto aliyeota ikiwa imetimia mbele za ndugu zake. Baba, tazama watu hawa. Wapo ambao waliota ndoto, na Baba, ndoto za wao kuwa viongozi, wao kuwa ni msaada kwenye familia zao, wao kuwa ni msaada katika kazi zao, kuwa ni msaada katika taifa zao. Baba mweza wa yote, kama Baba wa rehema Yusufu alipotuma ndugu zake, na ndugu zake Baba wa rehema wakamwendea baba yao Yakobo, naye Yakobo akafurahi na moyo wake haukuweza kuvumilia, naye akasema ya kuwa sasa anaamini ya kuwa atamuona mwanaye kabla ajafa. Na Mungu akamwendea pale alipoanza safari na kufika Berseba, Baba, pale ambapo ulimtokea Ibrahimu, nawe ukamtokea Isaka. Unamtokea katika ndoto Baba wa rehema Yakobo, na kumdhihirishia kuwa wewe ni Mungu El Shaddai. Maana yake wewe ni Mungu mwenyezi, Mungu mweza wa yote. Baba mweza wa yote, uwe ni Mungu mwenyezi katika maisha mtuyu Baba, kama ulivyomtokea Yakobo na kumdhihirishia kuwa wewe ni Mungu wa baba zake, nawe utakuwa pamoja naye atakapokuwa anashuka Misri. Baba wa rehema, kuanzia leo tazama mtu huyu. Yapo matatizo kwenye ndoto. Kuna wanayelala na kustuka. Kuna wanayeona mashangazi zao Baba waliyekufa. Je, kuna mahusiano kati ya waliye hai na waliyekufa? Hapana mahusiano kati ya waliye hai na waliyekufa. Ninashika na kufunga roho zote, ama ni za wachawi, ama roho za waliyekufa katika dhambi, na waliyekwenda kuzimu, na wanayetumika na shetani kuja kuvuruga imani ya watu wako, kudhoofisha hatima ya watu wako. Nami katika jina la Yesu ninafuatilia Baba hata ndoto walizoota za maajabu wakiwa wadogo, ndoto za mauzauza. Aliyeota ya kuwa akiwa mdogo alikuwa na uwezo wa kukitoa kichwa chake na kukinyoa na kukirudisha. Baba alivaliwa mwili
ingawa alijiona ni yeye, lakini hakuwa ni yeye. Na huko ndiko alikochukuaga akili zake, maana nywele imeunganika na akili. Nami naagiza aliyefanya jambo hilo arejeshe. Baba wa rehema, ndoto zilizokuwa zinamuonyesha kuwa yeye atakuwa ni mkuu wa ukoo wao, haijalishi yeye ni mwanamke, maana wote wako sawa mbele za Mungu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Baba wa rehema, umenipa mamlaka kuweka mkono juu ya watu wako na kupata, Baba wa rehema, afya. Nimeweka mkono juu yake, kustuka akiona shangazi aliyekufa. Baba wa rehema, ninamtenganisha na shangazi yake kwa jina la Yesu. Ninamtenganisha na shangazi yake kwa jina la Yesu. Shangazi, toka ndani yake haraka. Na kuanzia leo nachukua roho yako kwa jina la Yesu. Ewe uliyekufa na aliyekufaa, na kufungia kuzimu hadi siku ya hukumu ya Bwana, na matendo yako ya kufate, maana baada ya kifo matendo ya mtu mfata. Kama kweli ukukaa vizuri kwenye wokovu na ulikwenda kuzimu, usitoke tena kurudi kutesa maisha watu. Na sura yako na njia zako zote, mauti yako, nenda nayo kwa jina la Yesu. Narudisha kila mmoja kwenye hatima yake kwa jina la Yesu. Akili yako ambayo ilichukuliwa kupitia nywele, naagiza irejee. Akili hiyo inatakiwa ishike neno la Mungu ili uende kufanya kazi ya Mungu kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Achia akili na nywele zake kwa mamlaka ya jina la Yesu. Achia kwa jina la Yesu. Achia akili za watoto, achia akili zake, achia hatua zake na kibali chake. Rudisha hatima yake. Maagano yote katika ndoto na yangoa. Madhabahu zote, alitakiwa kuwa ni mkuu wa ukoo. Ilienda wapi ukuu wake? Ukuu iliyekamatwa na shetani na wakala wake. Ninawanyang'anya Baba kwa jina la Yesu. Ninawanyang'anya kwa jina la Yesu. Ninawanyang'anya kwa jina la Yesu. Narudisha utawala wako, narudisha kibali chako, narudisha uzima wako, narudisha afya yako, narudisha nyumba yako, narudisha hatima yako kwa mamlaka ya jina la Yesu. Aliyechukua akili na nyota yako, ninamnyang'anya, na kuanzia leo uwe kiongozi kwa jina la Yesu. Mafanikio uliyoona ndotoni na watoto wako warejee kwa jina la Yesu. Narejesha kwa jina la Yesu. Narejesha kwa jina la Yesu. Ndoto zote nazitakaza kwa jina la Yesu. Na yadhihirisha mazuri katika ndoto, mabaya katika ndoto nafungia, Baba wa rehema, na kutupa kuzimu kwa jina la Yesu. Ninafungia siku ya hukumu ya Bwana. Navunja mikataba yote uliyofungishwa, nami nakurudisha katika asili yako, nikisema Bwana, neno lako lidumu ndani yao. Neno liwaumbe tena upya. Neno liwalinde. Neno liwaweke huru. Neno liwaongoze katika hatima yao. Nami katika jina la Yesu ninawarudisha Baba katika asili ya mpango wako kwenye Biblia. Waote ndoto za wakati ujao. Ndoto iwe ni mwongozo, ndoto iwe ni onyo kwao, ndoto iwe ni Baba wa rehema taswira ya mambo yajayo katika maisha yao, kama misingi ya wote walioota ndoto kwenye Biblia, hata walioota mabaya kwenye Biblia, waliyetendea kazi ya kutimia katika maisha yao. Baba, na iwe hivyo kwao Baba. Waotapo ndoto Baba rehema, hata kama ni mbaya na wakitendea kazi, wataitendea kazi watakapoikumbuka. Nafunga roho zote za Baba wa rehema kuaibia ndoto zao na kuzifunga. Milango ya ndoto nafunga inayopenyeza mashambulizi na mabaya yote, iwe ni mashetani, iwe ni huduma, iwe ni hatua, iwe ni kazi yako. Wewe uliyekuwa kiongozi tangu ukiwa mdogo, bila shaka na kurudishia uongozi wako na ukuu wako uliyekuwa nao tangu ukiwa mdogo, maana nyota njema huonekana asubuhi. Kuanzia sasa pokea uongozi wako kwa jina la Yesu. Pokea kuwa kichwa kwa jina la Yesu. Pokea kuwa ni njia ya kuongoza wengine kwa jina la Yesu. Nami nafunga roho zote mbaya, nikizitupa kuzimu, na tangu sasa Baba natangaza ukombozi na uponyaji
ninadhihirisha hatua zao na vibali vyao. Kila moja na aingie kwenye mwili wake, jinsi alivyoumbwa na Mungu, baraka zake, kibali chake, muonekano wake, utawala wake. Na Baba, ninashukuru jina lako kwa ajili ya matendo makuu uliyotenda. Nafunga magonjwa yote, mauti yaliyopangwa Baba mwaka huu juu ya mtu huyu na watu wanayemuhusu. Ninafunga mauti kwa jina la Yesu. Ninafunga mauti kwa jina la Yesu. Natoa roho ya mauti ndani yao Baba, na ndani ya familia zao na koo zao. Natupa kuzimu, naye naifungia hadi siku ya hukumu ya Bwana. Baba, wale vyakula vyao na kushiba, wanywe maji na kiu kata, wakilala na kupata usingizi mzuri kama ya watoto wachanga. Na Baba wa rehema, ukiwa na mahusiano mazuri nao katika ndoto, watembelee ndotoni. Na Baba, ukiwashindia katika ndoto zao. Wote waliyepandiwa Baba mapando ya kishetani na ngoa, narudishia kila mtu viungo vyake vyote. Aliyewekewa macho ya kichawi naondoa, aliyewekewa macho ya mauzauza naondoa, aliyewekewa sura ya mauzauza naondoa. Na kuanzia leo amani yako itamalaki Baba katika nafsi, roho na mwili wa mtu huyu, na nikiwabeba moja kwa moja na kuwafikisha katika tima yao, na katika jina la Yesu Kristo naomba, na kila mtu aseme amen. Amen. Basi tumefikia hapo. Uwe na amani. Amini kabisa kuwa imekuwa. Jina la Bwana libarikiwe. Naomba uwe na imani.